Ni saa 10 za alfajiri katika boma lake James Maboni. Nyimbo za kitamaduni ya jamii ya Wabukusu zilihanikiza kote na kuvunja ukimya uliokuwa umetawala mtaa wa Kawangware hapa jijini Nairobi. Yote hayo ni kwa sababu ya kumwimbia mvulana kwa jina Elvis Maboni, ambaye saa chache baadaye atakabiliana na kisu cha ngariba. Nyimbo tofauti huimbwa usiku kucha kwa lengo la kumpa mvulana anayekwenda kupashwa tohara almaarufu Musinde ujasiri wa kukabiliana na kisu cha ngariba kwa jina la ukembe. Safari ya kuelekea mto Mau Mau ambako mvulana hufanyiwa tambiko maalum iliwadia. Hapo vikundi viwili huwa vipo makini kuhakikisha kwamba wana jukumu kwa mujibu wa mila na itikadi za jamii ya Wabukusu. Kundi la kwanza lililobatizwa jina Majambazi hushika doria na kutangulia mbele katika barabara anayopitishiwa mvulana kuelekea mtoni ili kuhakikisha kwamba hapana jambo lolote hatari mbele yao. Safari iliyotuchukua zaidi ya saa 1:30 hatimaye ilifikia kikomo hapa katika mto Mau Mau. Ni katika mto huo wa Mau Mau ambapo tambiko maalum hufanyika, ikiwemo mvulana kwa maana ya Musinde hutumbukia ndani kisha kunyanyuka mara moja. Kwa karibu anaonekana mjomba wake mvulana akiwa anatekeleza majukumu ambayo ana ufahamu wa kutosha kwayo. Kisha hatua inayofuata ikiwa ni ya kumgonga tope mara 2 kifuani na kumpaka mwili mzima kama njia ya kusababisha mwili wake kufa ganzi, na tope la kichwani likimuunganisha mvulana na mababu zake wa zama za kale. Sasa ile roho ile ilikufa kitambo kwa wale watu inakuwa kwa huyu mtoto na nguvu zaidi. Sasa anapotoka kwa mtoni anakuwa na thabiti ya kwamba anaenda kupita mtihani. Huku akimwongelesha mvulana maneno yenye umuhimu mkubwa. Maneno yenyewe yakiwa ni ya kumkumbusha mambo kadhaa ya kuzingatia atakapowasili jukwaani kukabili ngariba. Ni katika mto Mau Mau ambapo mojawapo wa tambiko maalum imefanyika. Mjomba wa kijana amempaka tope tayari kumuidhinisha kwenda kukabiliana na kisu cha ngariba. Na sasa safari ya kurejea nyumbani inang'oa nanga, huku wimbo maalum almaarufu Siyoya Isiyo ikisikika kote. Kwa chini ya dakika 40 tunawasili nyumbani kwao Elvis. Hapo tunakutana na umati mkubwa zaidi wa watu waliosubiri kushuhudia jinsi shughuli za kupasha tohara katika jamii ya Wabukusu hufanyika. Upande wa pili, kina mama wakiwa wameketi huku miguu yao ikiwa imenyoshwa kuonyesha kwamba wameruhusu shughuli nzima za kupasha tohara kwenda shwari. Musire. Punde tu baada ya kusimama wima huku umati ukiwa kimya, ngariba anakamilisha shughuli yake ya siku kwa njia ya ustadi zaidi. Kisha Elvis anazawidiwa pesa huku akiwa ameketi akiuguza majeraha ya kisu almaarufu lukembe. Daniel Wanjala, Nipashe Wikendi.